Naitwa John, ninatoka Jambo Television na maswali matatu. Mlema umesema kwa sasa hakuna uvumilivu ndani ya chama kwa wale watu ambao wanaonyesha kukosoa. Mimi nataka kujua, inawezekana labda sisi hatuna information. Kwa nyinyi ambao recently mmekuwa mnakosoa chama hiki, nataka kujua au muweke wazi kwamba je, kuna michakato ndani ya chama officially imekuwa instituted kuwashughulikia, kwa sababu inawezekana wanakutukana tu watu wa mtaani, unakuja kukisingizia chama kwamba kinafanya hivyo. Lakini nikurudishe nyuma, umesema kwa uongozi uliopita previous regime mlikuwa mnaruhusu ukosoaji na watu wenye maoni hasi dhidi ya uongozi. Umemtaja Zito hapo, lakini mwisho wa siku Zito na wenzake akina Kitila walikuja kufukuzwa na uongozi ambao wewe ulikuwa ni sehemu yake, kwa sababu tu walikuwa wanajiandaa kugombea uchaguzi ndani ya chama kupinga uongozi. Lakini pia sio Zito tu, akina Silinde tumewaona, akina Lwakatare walipata dhahama hiyo ya kulazimishwa kuondoka kwenye chama kwa sababu tu walionyesha kuipinga baadhi ya misimamo ya uongozi uliopita ambao wewe ulikuwa sehemu yake, hasa swala la COVID bungeni, nadhani unakumbuka. Sasa mimi nataka kuuliza Mlema, udikteta au kutokuvumiliana ndani ya chama umekuona baada ya wewe kuwa sehemu ya wakosoaji, lakini wakati wewe ukiwa sehemu ya uongozi kuna watu walishughulikiwa, kuna watu waliondolewa na wakafukuzwa kwa sababu tu ya kukosoa, lakini wewe hukuwahi kusema. Sasa nikisema hii ni double standard au ni kwa sababu tu leo yamekufika wewe na wenzako ndio maana unalalamika, lakini huu ni mtindo ambao umekuwa ndani ya Chadema wa kushughulikia watu wenye mawazo mbadala dhidi ya uongozi. Swali la pili, umesema kanuni zimeshasainiwa, mmeondoka kwenye mchakato wa uchaguzi. Swali hili limekuwa na mjadala sana Mlema. Viongozi wako wanachosema kwamba tume imekuwa wrong kwa sababu hakuna sheria wala hizo kanuni walizotunga kwamba ukisaini, yani ni lazima usaini tarehe fulani, kwa maana ya tarehe 12. Tume maana yake ni kwamba na wewe unaungana na tume kwamba ile tarehe waliotaja tume ni tarehe ambayo iko kwenye sheria au ni tarehe ambayo iko kwenye katiba. Tufafanulie hili. Lakini la mwisho, G55 bado mnasema ni wanachama wa chama cha Chadema na mngependa kukiona chama hiki kinakaa kwenye mstari. Huku nje sisi tunavyotazama hii minyukano ya ndani ya chama hiki haina afya kwenye chama. Tunafahamu Mheshimiwa Lissu yuko na kesi. Kwa sasa ninachokiona chama kimekuwa na mwelekeo mmoja kuhusiana na mambo fulani na fulani yanayoendelea. Sasa nyinyi mnavokuja leo na hizi hoja na mnakuja public, hamuendi kwenye platform za chama, wenzenu wanaweza kuona kwamba mnafanya distraction kuwaondoa katika agenda za chama. Swali langu mimi, wewe Mlema na wenzako mnabalansi vipi hizi criticism za kwenu kwenye chama na kuhakikisha kwamba hamkipasui chama au hamui sababu ya chama kuonekana kwamba kimevurugikana? Asante. Nafikiri tumepokea maswali ya kutosha katika hatua ya sasa. Mheshimiwa Mrema, karibu kwa ajili ya kujibu, na kama kutakuwa na lolote tutaweza kuongezea pia. Asante. Niendelee kuwashukuru ndugu waandishi kwa maswali mazuri. Tutayajibu na kuyafafanua. Kadiri ambavyo tutaweza. Nianze na ndugu Bakari.
swali la Bakari wa Mwananchi. Ameuliza, mwaka 2019 tulikimbia mapambano. Hatukukimbia mapambano. Tuliingia kwenye mchakato wa uchaguzi, tukaweka wagombea. Wagombea wetu 90% wakaenguliwa. Tukawa hatuna wagombea. Sasa tungeshirikije wakati wagombea wameshaondolewa? Ila tuliweka wagombea, wakajaza fomu, wakarejesha fomu, wakaenguliwa. Wengine kule Machame, kijiji cha Nshara, kuna mzee mmoja ni profesa mstaafu, Profesa Swai, alienguliwa kwa hajui kusoma na kuandika. Hakuwa anagombea kijiji cha Nshara, Machame, profesa mstaafu yuko kijijini, anaenguliwa na mtendaji wa kijiji aliyeishia darasa la 7 kwamba huyu profesa hajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo tulipoenguliwa tulikuwa hatuna namna, kwa hiyo hatukukimbia mapambano. Kwa hiyo rekodi uliotaka kuiweka sawa, nafikiri nikifafanua hivyo utanielewa vizuri zaidi. B, kufa ndoto na kanuni. Tumeanza jitihada, mna miujiza wa chama kushiriki uchaguzi. Sisi kama G55 tumesema hatuoni hizo ndoto tunazoaminishwa kwamba kuna muujiza unaweza kutokea. Hatuuoni. Kwa sababu michakato ya kiuchaguzi imeshafika mbali. Na ili niunganishe swali hili na swali la ndugu John aliyetaka kujua kwamba chama kinasema kanuni zimesainiwa, viongozi wetu wanasema hakuna tarehe iliyowekwa. Na yaunganisha kwa sababu yanafanana. Kwamba viongozi wetu wanasema hakuna tarehe iliyowekwa kwa mujibu wa sheria kwamba kanuni zinasainiwa lini. Hii ni sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. Kifungu cha 4 cha sheria hii kinasema hivi: kanuni, maelekezo na notisi. Kifungu cha 4 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. Kanuni, maelekezo na notisi. Kanuni, maelekezo na notisi zote ambazo tume ina mamlaka ya kuandaa au kutoa zitachukuliwa kuwa zimeandaliwa na zimetolewa kihalali endapo zitaandaliwa au zitatolewa zikiwa na saini ya mwenyekiti wa tume au mkurugenzi wa uchaguzi. Ndugu zangu, hoja kwamba kanuni hazina tarehe ya kusaini, hivi ina hold water kweli? Tume itawezaje sasa kuratibu uchaguzi kama itasubiri mpaka siku moja kabla ya uchaguzi ndio chama kimoja kikamalizie kusaini kanuni? Itaendeshaje huo uchaguzi? Tume inapotoa kanuni za kufafanua sheria ni ili hiyo michakato iweze kwenda. Hivi mnataka tume ikachape lini kanuni kwenye gazeti la serikali? Kama kila chama kitasema kina saini siku kinayotaka, kutakuwa na tume hapo? Kwa hiyo wanapojificha kwenye kivuli kwamba hakuna tarehe, ndugu zangu, tume inatakiwa ichape hizi kanuni. Wale tuliogombea tunafahamu, mgombea ukienda kuchukua fomu unapewa kanuni, nakala ya kanuni. Wagombea wa vyama vyote, madiwani, wabunge na mgombea urais unapewa nakala. Hivi tume isubiri mpaka wagombea waende wakateuliwa alafu ndio ianze kuzichapa? Mnajua ni kanuni ngapi zinatakiwa zichapwe?
tuna kata zaidi ya 3900 na tuna vyama 18. Fikiria kila chama kikiweka mgombea kwenye kata, zinahitajika kanuni ngapi? Viongozi wetu wasituhamishe kwenye hoja ya msingi kwa hoja nyepesi kiasi hicho. Tume lazima iweke muda, na kwenye kalenda ya tume kuna kitu kinaitwa electoral cycle, duara la uchaguzi. Imefafanua hatua kwa hatua. Sasa tunataka hiyo tume iseme kila chama kitasaini saa kinayotaka. Hivi ikifika wakati sasa ndio wakuteua wagombea na hamna chama kimesaini, hiyo tume ina uchaguzi ina ratibu? Kwa niishie tu kwa kusema kwamba viongozi wetu hawakusaini kwa sababu ya kiburi, na tuliwatahadharisha tarehe 3 Aprili. Jitihada zitaisha lini? Tumesema hivi karibuni, na tunaposema hivi karibuni tunafahamu kalenda ya uchaguzi, wagombea, bunge linavunjwa mwisho wa mwezi wa 6. Michakato ya tume ya kuchukua fomu, kurejesha fomu itakuwa imeshaanza. Kwa hiyo tunaposema karibuni tunamaanisha bado tuko kwenye mashauriano. Sasa siwezi kutoa tarehe maana nitakuwa mtabiri, na kipaji hicho Mwenyezi Mungu hajanijalia. Lakini waombe tu subira huvuta heri. Ndugu John, kwa sasa uvumilivu ndani ya Chadema, wakosoaji je, kwa michakato ya ndani chama kinawashughulikia rasmi? Ndio. Wako watu wa G55 wameandikiwa barua na matawi yao kwa maelekezo ya chama kwamba wajieleze. Yuko makamu mwenyekiti wa kanda ya kati Dodoma, ndugu Jingu, alienda kwenye mkutano wa hadhara akamkosoa mwenyekiti wa chama taifa kwa mambo haya. Ameandikiwa barua na ameitwa kwenye kikao cha maadili cha kanda ya kati Dodoma. Mwenyekiti wa jimbo la Segerea yuko hapa, ndugu Asenga, nimemuona. Ameshaandikiwa barua na tawi lake, amepewa siku 14 ajieleze kwa nini asifukuzwe wanachama. Yuko ndugu Romanus Apunda, alitia nia ya kugombea urais kupitia Chadema, yuko hapo. Yeye ameshaitwa kwenye kikao kabisa. Nafikiri umeshajieleza bwana. Na tayari ameshajieleza. Amekaa hapo. Kwa hiyo huu utamaduni sio kwamba ni wa mtaani. Ndani ya chama tunashughulikiwa. Swali la pili la ndugu John, Zito na wenzake walifukuzwa ndani ya chama. Sio sahihi. Zito Zuberi Kabwe, Profesa Kitila Mkumbo pamoja na Samson Mwigamba hawakuwahi kufukuzwa na chama hiki. Walivuliwa nyadhifa zao. Ndio maana Zito akaendelea kuwa mbunge. Zito yeye ndo akaenda kufungua kesi akizuia chama kisimfukuze wanachama. Lakini chama hakikuwahi kumfukuza wanachama. Alimaliza ubunge wake. Hajawahi kufukuzwa. Kitila Mkumbo hajawahi kufukuzwa. Kitila Mkumbo alivuliwa nyadhifa yake ya mjumbe wa kamati kuu. Samson Mwigamba alivuliwa nyadhifa yake ya mwenyekiti wa chama mkoa wa Arusha. Hawajawahi kufukuzwa. Kwa hiyo sio sahihi kusema tuliwahi kuwafukuza Zito na wenzake. Hawakufukuzwa. Hakuna rekodi ya Zito kufukuzwa wanachama. Alivuliwa wadhifa wake wa naibu katibu mkuu bara. Na rekodi ziko that clear. Silinde Lokatare walilazimishwa kuondoka. Hakuna ambaye akiondoka kwenye chama hata tafuta sababu. Kama ambavyo akirudi lazima atafute sababu kwa nini amerudi. Wakina Silinde walimaliza ubunge wao, Lokatare alimaliza ubunge wake, Anthony Komo alimaliza ubunge wake,
Saidi Kubenea alimaliza ubunge wake na hatimaye wakaondoka, na wala hayakuwa mambo ya COVID, kwa sababu COVID ilikuwa haipo wakati wanaondoka kwenye chama hiki. Mbona hukusema ulipokuwa kiongozi amekufika? Nimesema mimi ni speaker tu, nazungumza kwa niaba ya watu wengi wanaoshughulikiwa. Na wakati huo nikiwa ndani ya uongozi, tulizuia watu wasifukuzwe, ila walikuwa wanapewa maonyo, wanaadhibiwa kwa mujibu wa kanuni. Siku Zito, Kitila Mkumbo, Samson Mwigamba wanahojiwa, tulikuwa kwenye kikao cha kamati kuu cha siku 2 pale Ubungo Plaza. Zito alikuwa Addis Ababa, Ethiopia. Hatukumjadili mpaka akapanda ndege akatoka Ethiopia akarudi, amefika pale saa 9 alfajiri, ndio hoja ikawekwa mezani, kwa sababu alikuwa na haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo tunachosisitiza, kama kuna mwanachama mwenye makosa aadhibiwe kwa mujibu wa kanuni, katiba ya chama chetu. Ndicho tunachosisitiza. Kanuni tayari zimesainiwa, viongozi wako wanasema nimeshalijibu. G55 minyikano hii haina afya kwenye chama. Mwenyekiti yuko gerezani, hamfanyi distraction. La mwenyekiti kuwa gerezani, chama kimeshatoa tamko na tunaunga mkono tamko la chama, kwa sababu sisi ni sehemu ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo tamko la chama tunaliunga mkono. Kwamba tunafanya distraction ili iweje? Yaani ukikishauri chama, kuna wakati ambao sasa inafika kwamba ndio wakati huu ndio unaweza kushauri, wakati huu huwezi kushauri. Tukiwa na chama cha siasa cha namna hiyo, hakuna wakati wowote utaonekana ni muafaka wa kushauri, kwa sababu kila siku kuna matukio yanatokea ya kisiasa. Kwa hiyo siku yote ukijitokeza kushauri, unaweza kukuta kuna msiba. Utaambiwa kwa nini unashauri leo tuna msiba, kuna kiongozi wetu kafariki. Kesho utakuta kuna mgonjwa. Kwa nini unashauri wakati tunapambana na afya ya mgonjwa wetu? Kwa hiyo wakati muafaka wa kushauri ni kadiri ya kupata nafasi na hoja, ndipo tunajitokeza kulingana na hoja. Na mwisho kabisa, nilikumbushwa wakati nimeenda kukaa kwa niaba ya G55, tunatoa pole kwa viongozi na waumini wa Kanisa Katoliki kwa kuondokewa na kiongozi wao Baba Mtakatifu. Tunawapa pole sana katika kipindi hiki kigumu. Waendelee kumuomba Mungu ili waweze kuvuka salama. Na niombe tu wale wenye maswali, kapitieni sheria na kanuni, maana kuna maeneo zimefafanua. Na niwaombe pia mambo mengine waulizeni pia tume. Tusikilizeni sisi wanasiasa, sikilizeni tume, sikilizeni wanasheria wengine, kwa sababu hata hizo reform tunazopigania tulishaziwasilisha kwenye mamlaka za kiserikali, tumeziwasilisha kwa tume. Na chama chetu tulipoletewa kanuni mwezi Disemba mwaka 2024, tulikuwa kwenye secretariat ya chama taifa. Tulijaribu kuandika maoni, hatujui kama yale maoni yalipelekwa ama la, kwa sababu hilo anaweza kulijibu katibu mkuu wa chama aliyeko sasa. Nafikiri nimejibu maswali yenu yote. Bwana, unataka maswali ya nyongeza? Ndio. Kuna swala umejibu, mimi bado sijaridhika. Lipi? Kuhusu issue ya umeanza mashauriano. Ndio. Na wadau mbalimbali. Ndio. Kama maelezo yako. Ndio. Sasa swali langu linakuja. Awali nimwambia waliotia nia ubunge watulie, sio na pressure. Nyinyi mmeanza huo mchakato. Sasa nataka nifahamu huo mchakato utazaa
kutakuwa na moshi mweupe kwa wao mnaoambia watulie, wakati awali ulisema kwamba Chadema kushiriki uchaguzi ni ndoto. Sawa, nimekuelewa. Sawa. Tatizo unataka nianze kuvuka mto kabla sijafika kwenye mto husika. Nimesema tunawasihi wanachama wetu, viongozi wetu, watiania wenzetu wa ubunge na udiwani wasichukue hizi hatua wanazochukua sasa za kuanza kuondoka kwenye chama. Nimesema tumeona madiwani Songea wameondoka. Tumeona mtiania Arumeru kule magharibi ameondoka na watiania wengine. Tuna simu tunapigiwa na watiania mbalimbali. Tumewasihi wasichukue hatua za haraka kwa sasa. Kwa hiyo nikuombe, tunawevuta subira kama ambavyo na sisi tunavuta subira. Swali la mwisho la Odemba. Asante sana. Ndio. Mimi naitwa Chief Odemba natoka TV. Nina maswali mawili. Swali la kwanza, Mheshimiwa Mrema, umesema kwamba uamuzi huu wa Chadema kutoshiriki uchaguzi kinaua ndoto ya wanachama kwa kukataa kushiriki uchaguzi kutokana na kiburi cha viongozi. Swali langu la msingi, je, huu msimamo wa kugomea uchaguzi ni ya viongozi wa Chadema au ni uamuzi wa baraza kuu, mkutano mkuu na kamati kuu ya chama, ambayo wakati wanaafikia mwafaka huo na wewe ulikuwa sehemu ya kamati kuu? B, umesema vile vile kwamba wakina Silinde hawakufukuzwa ubunge, ya kwamba walimaliza ubunge wao. Je, hawakufukuzwa ubunge kwa matakwa ya chama ama hawakufukuzwa ubunge kwa matakwa ya mamlaka ya bunge? Kwa sababu sote kwa pamoja tunafahamu ya kwamba kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu, mbunge akifutwa wanachama na chama chake automatically anapoteza sifa ya kuwa mbunge. Sasa hawa walifukuzwa walifukuzwa wanachama na chama, na wewe vile vile ulikuwa miongoni mwa uongozi kwa wakati huo. Mwenyekiti kwa wakati huo alikuwa ni Mheshimiwa Freeman Mbowe, na walifukuzwa wanachama na wakaendelea kuwepo kwenye ubunge. Sasa katika hili makosa haya ni ya nani? Ni ya chama, kwamba chama hawakutekeleza wajibu wao kama chama, ama makosa ni ya mamlaka ya bunge ambao waliendelea kuwaruhusu kuwa wabunge na wakamaliza ubunge wao, yali chama chao kimeshawafuta wanachama, na katiba ya nchi hii inataka mwanachama mbunge yote akifutwa wanachama na kosa sifa ya kuwa mbunge. Asante. Nakushukuru sana. Swali la mwisho hilo ni kutaka tu ukaulize mamlaka. Lakini umesema wewe. Ndio. Kwa nini kuna wabunge 19 kule bungeni ambao hawana chama mpaka leo? Wakina Halima Mdee na wenzao tuliwafukuza wanachama, lakini wako bungeni mpaka tunapozungumza hapa. Lakini walifanya makosa, sio chama. Mimi nimekuuliza. Na hapa bahati mbaya hatuko kwenye kipindi cha kujadiliana. Niache nimalize na mimi kukujibu. Swala la wakina Silinde, nimesema walikaa bungeni wakala mpaka kiinua mgongo ndio wakaondoka. Kwamba ni makosa ya chama, ni makosa ya mamlaka, ni kutokufuatwa kwa sheria, katiba ya nchi, haya ndiyo mabadiliko tunayoyataka, ndio reform tunazozipambania. Kwamba nchi hii ina sheria zimeandikwa, hazifuatwi na hakuna mtu anayeweza kuhoji. Ndio maana nikakupa mfano, kuna wabunge 19 walifukuzwa wanachama wa Chadema, wako bungeni mpaka tunapoongea dakika hii, wanakula posho, mishahara na watavuta kiinua mgongo. Wanawakilisha chama gani? Yawezekana kuna sheria isiyoandikwa kwamba kuna wabunge huru au binafsi. Ndoto zimeuawa kwa sababu ya kiburi na misimamo ya viongozi, au ni maamuzi ya baraza kuu, kamati kuu na mkutano mkuu ambao ulikuwa mwanachama, ulikuwa kiongozi wakati huo. Katika mkutano wetu wa tarehe 3 Aprili tulisema hakuna nyaraka ya chama au azimio la chama linalosema tusishiriki uchaguzi.
ila kuna azimio linasema tupambanie, tutaendelea na mapambano ya vuguvugu la kudai mabadiliko. Na vuguvugu hilo halijaanza jana wala juzi, limeanza tangu mwaka 92. Wakati mfumo wa vyama vingi unaanza, Jaji Nyalali alibainisha sheria mbovu, akasema hizi kwa mfumo wa vyama vingi hazistahili kuwepo. Kwa sio mapambano yaliyoanza jana, yaliyoanza juzi wakati mwenyekiti Mbowe akiwepo, limeanza tangu zamani. Hakuna azimio la kamati kuu ya chama hiki lililowapa viongozi wakuu mamlaka au katibu mkuu mamlaka ya kutokwenda kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Hakijafanyika kikao chochote cha mtandaoni au cha ana kwa ana kikamwagiza katibu mkuu usisaini kanuni za maadili. Hakipo. Sasa mtafute katibu mkuu muulize, hii mamlaka ya kutokwenda kusaini kanuni uliitoa wapi? Ya kuua ndoto za wanachama wa chama hiki kinyume na katiba ya chama hiki, ibara ya 4.1.1 inayosema malengo ya chama hiki ni kushiriki uchaguzi na kushinda chaguzi za kidemokrasia. Wakati tunapambana kutafuta hiyo demokrasia, tunapaswa tushiriki, na ndio ulikuwa ushauri wetu, tupambane tukiwa ndani. Leo tumeshatoka nje, tume imeshatutoa kwa kanuni ya 1.5, tunasema tunakwenda kuzuia uchaguzi. Unaendaje kuzuia kitu ambacho wewe haumo? Wewe hauko kwenye hiyo ligi. Wewe uko ligi ya mchangani, unapambana kuzuia ligi kuu ya NBC. Are you serious? Haushiriki ligi, alafu unasema unapambana kuzuia ligi. Sasa unazuiaje wakati wewe sio mshiriki? Mwenye kuweza kuzuia ni yule ambaye yuko kwenye ligi, anatumia kanuni za ligi kuzuia ligi. Lakini wewe haupo kabisa, alafu unataka kuzuia ligi. Ni mambo tu ya kujaribu kuhadaana. Ndio maana tulishauri tangu awali tarehe 3 kwamba chama kikasaini kanuni tarehe 12. Kimegoma. Leo wanajitokeza wanasema tume haikufanya sawa sawa kutuondoa kwenye uchaguzi. Kumbe walikuwa wanataka kushiriki uchaguzi, lakini hawataki kuwa wazi. Kwa sababu ukiwaona sasa leo wanalalamika kwamba tume haina mamlaka, kwa nini imetuondoa, kanuni hazina mamlaka? Nyinyi si mmeshasema hamtaki uchaguzi, sasa mnalalamika nini? Ya tutafakarishe sote, kuna shida mahali. Na nafikiri nimejibu maswali yenu. Kuna swali umejibu hapo Mrema, naomba niongelee. Kuna hoja umeibua kuhusiana na hebu iseme. Kama chama maazimio kilikuwa kimetoa maazimio kwenye vikao kwamba kama hakutakuwa na mabadiliko reforms, hakutakuwa na uchaguzi. Na mpaka kanuni zinakwenda kusainiwa, wewe pamoja na wenzako mnakiri kwamba hakuna hizo reforms ambazo zimetokea. Na msimamo wa chama ni kwamba kama hakuna reforms, hatutakwenda kwenye uchaguzi, hatutashiriki na tutazuia uchaguzi. Mnyika kama katibu mkuu alipaswa kwenda kusaini fomu za maadili, wakati mpaka fomu zinasainiwa hakuna reforms ambazo zingewafanya mshiriki uchaguzi. Kwa nini Mnyika aonekane amekosea kwenda kutokusaini wakati maazimio ya chama ni kwamba hakuna reforms, hakuna election? Uone hapo kuna contradiction hapo. Na umesema ya kwamba hapo kwenye hiki ulichozungumza. Hapana, hiyo tutakuwa tunafanya mdahalo. Niwaombe jambo moja. Maazimio yetu na tunayaunga mkono, tunataka reforms za kiuchaguzi. Hata sisi G55, that's our position. Viongozi wa dini mahubiri ya Pasaka wamedai reforms na tumewapongeza. Lakini hakuna mmoja kati yao aliyesema tuzuie uchaguzi. Na tarehe 3 Aprili tulitahadharisha chama,
tunapoteza wadau muhimu tunapowaambia tukazuie uchaguzi. Wanajua maana ya kuzuia uchaguzi. Na leo tumesema kuzuia uchaguzi ni sisi wa Chadema tujitokeze siku ya uchaguzi kwenda kupambana na wananchi wenzetu wanaokwenda kupiga kura. Alafu hapo mnasema kutakuwa na amani, kwamba damu haitamwagika, kwamba tukishiriki uchaguzi ndio damu itamwagika. Lakini siku ya uchaguzi tukitoka kwenda kuzuia wale wanaotaka kwenda kupiga kura ili huo uchaguzi usifanyike, kutakuwa na amani. Are we serious au tunadanganyana kama watoto? Katibu mkuu kutokwenda kusaini maadili, nimesema aulizwe alipewa hayo mamlaka na kikao gani? Kwa sababu unapopambania reform hujitoi mchezoni. Mwaka 2019 tulipambania reform kwenye kanuni, wakakataa kuzibadili. Walipotuengua wote, tukaamua kujitoa kwenye ule uchaguzi, na tulifanya kikao cha kamati kuu Dodoma, kikafikia maamuzi. Lakini leo tunajitoa makusudi kwa kutokwenda kusaini kanuni, alafu huku nje tunasema tutazuia uchaguzi. G55 tulishauri walipaswa kuingia mchezoni. Unazuia mchezo ukiwa sehemu ya mchezo. Wewe uko nje ya uwanja unataka kuzuia mchezo usifanyike wakati wewe sio mhusika, unawezaje? Kwa mimi nafikiri ndio mambo ambayo tuliyaeleza mapema. Badala yake kuna vimaneno waasi wanatumika. Kwa kweli kama ni kutumika, tunaweza kutumiwa na wale wenye ndoto. Nimesema tunaongea tu kwa niaba. Tusiwe chama cha kuua ndoto za watu, ndoto za wananchi. Kuna wananchi wana madiwani wabovu sana, wanatunga kanuni mbaya sana za halmashauri. Wananchi hao wanatamani wawe na diwani wa Chadema, watakakwenda kubadilisha hizo kanuni. Jiji la Dar es Salaam hapa tulipolichukua, mapato mlikuta shilingi ngapi bwana Asenga? Tuliyapandisha mapato ya jiji. Shinyanga bwana Ntobu ulikuwa diwani? Yes. Mlikuta mapato yako kiasi gani, mkayafikisha wapi? Bilioni 2 to bilioni 4. Kutoka bilioni 2 mpaka bilioni 4 kwa miaka 5. Na hizo fedha zinarudi kuhudumia wananchi, ndicho tunachotaka. Na hata hizi reform tunasusa uchaguzi. Haya CCM sasa hivi hawataki. Lakini tungeingia bungeni tukawa na wabunge wengi, si ndio tungeweza kwenda kuzidai hizo reform na hata kuandika miswada binafsi. Sasa unawaachia wabaki peke yao, afu unawadai wakuletee reform wao wenyewe. Hicho ndio kitu ambacho G55 tunaona hapana, this is wrong. Hata wakiwa na nia ya kuleta reform, wataleta zinazowanufaisha. Si wao tu ndio wako bungeni. Nani atawachallenge? Kwa hiyo tunayaeleza haya kwa nia njema kabisa kwa chama chetu na taifa letu. Mimi niwashukuru sana. Tutawaita tena